Aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ameaga dunia. Kulingana na taarifa iliyowasilishwa na Rais William Ruto mapema leo, Raila alifariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Deva Mater iliyopo mjini Kerala nchini India. Raila amefariki akiwa na umri wa miaka 80 kutokana na mshtuko wa moyo. Kwa sasa, kama unavyoona katika picha hizi kutoka India, mwili wake umetayarishwa kwa maandalizi ya kurejeshwa nchini Kenya. Ujumbe wa watu 30 unaoongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi umeondoka Kenya kwenda India kupokea mwili huo. Nchini Kenya, taarifa za kifo chake zimepokelewa kwa huzuni kubwa. Wafuasi wake walijitokeza barabarani kumwomboleza kiongozi ambaye walimfahamu kama baba na mtetezi wa wanyonge. Kiongozi huyo aliwania urais mara 5 lakini hakufanikiwa. Rais William Ruto ametangaza siku 7 za maombolezi na kuamrisha bendera ya taifa kupeperushwa nusu mlingoti katika ofisi zote za serikali. It is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on. Kwa huzuni kubwa sana tunaomboleza kifo cha Raila Amolo Odinga, aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya, mzalendo, mpiganaji wa haki aliongoza mageuzi yaliyoleta uhuru. Alikuwa sauti ya wanyonge. Imani na ujasiri wake vilihamasisha vizazi vingi, na mawazo yake yalichochea pakubwa mkondo wa historia yetu. Kenya na Afrika wanaomboleza mpiganaji jasiri wa uhuru, na jina la Raila Amolo Odinga litasalia daima katika nchi hii kwa kujitolea kwake kutetea sheria kwa miongo kadhaa. Kwa heshima ya Raila Odinga na mchango wake mkubwa nchini, natangaza kipindi cha siku 7 cha maombolezo, wakati ambapo bendera zote zitapepea nusu mlingoti nchini Kenya na vile vile ulimwenguni kama ishara ya heshima. Sasa kiongozi huyo wa upinzani wa siku nyingi nchini Kenya, Raila Odinga, alikuwa akipokea matibabu nchini India alikopata mshtuko wa moyo. Hii ni kulingana na hospitali alikokuwa katika eneo la Keraha nchini humo. Picha hizi za mapema leo za kutoka hospitali Deva Mater Kerala ni za baada ya kufariki kwake. Madaktari hospitali humo walieleza hali ilivyokuwa. Tuliendelea na huduma ya dharura, lakini licha kumhudumia zaidi hatukuweza kumwamsha. Kwa hivyo tunasema pole, kwani hayuko nasi. Pole kwa familia na Wakenya kwa jumla. Condolence and prayers for his family and for the Kenyan people. Spika wa bunge la taifa la Kenya Moses Wetangula ameahirisha kikao cha leo hadi kesho, ambapo muda utaongezwa ili kuwapa wabunge nafasi ya kutoa risala zao za rambirambi. Lakini je, hali ikoje katika eneo la magharibi ambapo Raila Odinga anatokea? Sasa tunaungana mubashara na mwandishi wetu Roncliffe Odit aliye jijini Kisumu ambako ni ngome ya Raila Odinga. Odit, hali ikoje huko uliko? Asante sana Peter Mwangangi. Hapa jijini Kisumu, kama ulivyotaja, ndio ngome yenyewe ya Raila Odinga. Ni mahali ambapo kwa muda mrefu wengi wamejivunia, wamempenda, wamemenzi Raila Odinga kama baba, kama kiongozi, na wengi hapa kumuona kama mtu wa maana sana katika maisha yao. Sasa tangu habari hizi zilipojulikana asubuhi, kumekuwa na biwi la simanzi. Lakini kando na hivyo, kumekuwa pia na pilka za kawaida za jamii ya Waluo ambao ndio wanaotokea eneo hili la Kisumu na Nyanza kwa ujumla nchini Kenya, ambao huwa na tamaduni zao za kumenzi mtu mwenye hadhi ya juu kama Raila Odinga wakati anapofariki. Mchana nilipowasili hapa, hali ilikuwa kama ninavyosimulia. Nyuso za huzuni, majonzi, biwi la simanzi. Hayo ndio yanayokaribisha hapa Kisumu, katika eneo ambalo kwa miaka mingi limekuwa himaya ya kisiasa ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Wakazi wa hapa Kisumu bado hawajakubali kilichotokea. Wengi wao bado wanachukua muda kukubali ukweli kwamba Raila Amolo Odinga hayupo tena pamoja nao. Niko na uchungu mwingi, sizi danganya. Huyo mzai amenimaliza, sizi danganya. Huyo ni baba wetu. Bila yeye hatujui Kenya itaenda wapi. Na siasa za demokrasia, siasa zote za Kenya ni baba. Uweze ukaongelea siasa ya Kenya kabla hujamuita jina ya baba. Very sad indeed. Ni huzuni kweli. Sijawahi kulia machozi, lakini kwa kifo cha Raila kwa mara ya kwanza nimetoa machozi. Naiomba jamii yangu ya Wajaluo na Wakenya kwa ujumla kumuombeleza Raila kwa amani, sana sana vijana. Our young men.
Kwa kawaida eneo hili la katikati mwa mji wa Kisumu huwa na pilka nyingi sana, biashara nyingi, maduka, hoteli, wafanyabiashara kabisa. Yote yamefunga, na hii ni kwa sababu ya heshima walionayo kwa kiongozi wa muda mrefu wa kisiasa ambaye hii ilikuwa ngome yake ya kisiasa, Raila Amolo Odinga. Na bado tunaye Roncliffe Odit. Je, hali iko vipi nyumbani kwa Raila huko Bondo? Sawia tu na eneo lingine lolote la msiba, Mwangangi, Bondo nyumbani kwa Amolo Odinga kuna majonzi. Wengi wa wananchi, tena kulingana na tamaduni za jamii ya Wajaluo, wameshafika pale na watakesha pale, watakaa pale hadi siku atakapozikwa. Wageni wamefurika katika boma lake la Opoda Farm, wengi wakiwa wanamuomboleza, wanamenzi. Kuna baadhi ambao wako pale walikuwa wanamjua kama mtu binafsi na alikuwa amegusa maisha yao kwa njia moja au nyingine. Kwa hivyo wako pale wakiwa wamejumuika na familia, ndugu, jamaa na marafiki kuomboleza kifo cha Raila Amolo Odinga. Na je, mmesikia nini kuhusu mipango ya mazishi? Jioni hii muda mfupi uliopita, Mwangangi, naibu rais wa Kenya Kindiki Kithure amehutubia taifa akiwa pamoja na kaka mkubwa wa Raila Amolo Odinga, Oburu Oginga, na kuliambia taifa kwamba kulingana na taratibu walizokubaliana na familia Odinga, mwili wake utasafirishwa leo usiku, utawasili Kenya kesho asubuhi kama saa 2:30 hivi asubuhi. Saa 4 mwili huo utaelekea katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Lee Funeral Home jijini Nairobi, ambapo viongozi wakiongozwa na rais wa Kenya William Ruto watakuwa pale kuupokea mwili ule uwanja wa ndege na kupeleka Lee Funeral Home. Saa 6 mchana mwili wa Odinga utapelekwa katika bunge la taifa nchini Kenya, ambapo viongozi watafika pale kutoa heshima zao, na kati ya saa 6 na saa 11 jioni wananchi wa tabaka mbalimbali pia wataruhusiwa kuweza kutoa heshima zao za mwisho. Siku ya Ijumaa kutakuwa na hafla ya kitaifa ya kumwaga Raila Amolo Odinga katika uwanja wa kitaifa wa Moi jijini Nairobi. Jumamosi mwili wake utaletwa hapa mjini Kisumu ili kutoa nafasi kwa wananchi kuweza kujitokeza na kutizama na kutoa heshima zao za mwisho. Alafu siku ya Jumapili, kulingana na ombi lake mwenyewe, Odinga alikuwa ameomba kwamba atakapofariki katika muda wa saa 72 aweze kuzikwa. Kwa hivyo siku ya Jumapili wiki hii Odinga atapumzishwa katika shamba lake la Opoda Farm huko Bondo. Na je, Roncliffe, tutarajie nini katika mazishi yenyewe? Yatakuwa ni ya aina gani? Mazishi ya Odinga, Rais William Ruto ametaja kwamba yatakuwa mazishi ya kitaifa. Hii ina maana kwamba shughuli yote kuanzia kesho mwili wake utakapowasili nchini Kenya itasimamiwa na jeshi la taifa la Kenya, itafuata taratibu zote za kitaifa. Hivyo sanduku lake litafunikwa na bendera ya taifa, na vile vile atapewa heshima na wanajeshi wa taifa watakaobeba mwili wake wakiongozana na familia. Kwa hivyo shughuli yote itakuwa ya hadhi ya juu sana, hadhi ambayo kwa kawaida hupewa marais na viongozi wengine wa ngazi za juu zaidi katika taifa la Kenya. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa hadi siku ya Jumapili, wakati ambapo Odinga atapumzishwa katika shamba lake huko Opoda Farm katika mji wa Bondo. Na asante sana Roncliffe Odit ukiwa hapo Kisumu. Sasa tuangalie baadhi ya salamu za pole kutoka kwa viongozi mbalimbali ambao wamekuwa wakituma salamu zao. Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema safari ya kutoka kuwa wapinzani wakubwa wa kisiasa hadi kuwa washirika baada ya handshake ilinifunza mengi zaidi kuhusu Raila. Nilijionea mwenyewe shauku yake isiyoyumba kwa nchi yake na uwezo wake wa kuzingatia amani ya nchi zaidi ya tamaa ya kibinafsi. Aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya Kalonzo Musyoka, ambaye alikuwa mgombea mwenza wa Raila mara 2, amesema baba alikuwa nguvu ambayo ilizidi kusonga mbele licha ya vikwazo vilivyowekwa mbele yake. Kenya imempoteza kiongozi wa kuigwa. Martha Karua, ambaye alikuwa mgombea mwenza katika uchaguzi wa mwaka 2022, amesema nitamkumbuka kama mtetezi wa watu asiyekuwa na woga, sauti ya wanyonge na mtu thabiti katika kupigania ukombozi wa pili wa taifa. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amesema tumempoteza kiongozi mahiri, mwanamajumui wa Afrika, mpenda amani na mtafuta suluhu, ambaye ushawishi na upendo wake haukuwa tu ndani ya Kenya bali Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amesema Raila alikuwa mwanasiasa wa kipekee na rafiki mkubwa wa India. Alipenda sana tiba ya asili ya Ayurveda na mifumo ya matibabu ya kale ya India baada ya kushuhudia matokeo chanya
katika afya ya binti yake. Mahmoud Ali Yusuf, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika ambaye alipambana na Raila awali mwaka huu kwa wadhifa huu, amesema akiwa mwakilishi mkuu wa Umoja wa Afrika kuhusu miundombinu barani, Raila alifanya kazi kuendeleza ajenda ya kuunganisha bara hili na alisaidia kuweka misingi ya mfumo wa soko huru AfCFTA. Veronica Nduva ambaye ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki amesema Odinga alipigania utangamano, miundombinu na maendeleo ya pamoja. Imani yake kwamba nguvu ya Afrika iko katika umoja wake iliambatana na maono ya EAC.